Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, unaongea na Maalim Abdul Karim. Na natumaini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu anatujalia uzima, na nina imani kubwa zaidi na ndugu zangu ni wazima huko mliko. Zaidi ni kuendelea kuombea wale ambao wanapitia kwenye changamoto za aina mbalimbali, wanaopita katika mazingira magumu. Tunaomba Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, awafungulie majambo yao, awatilie wepesi zaidi. Kuna watu wao ndo wanategemewa kwa lengo la kutafuta riziki na familia zao, lakini ni watu ambao sasa wanakutana na changamoto ya maradhi. Kwa hiyo tunazidi kuombea Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, aweze kuwainua tena, waweze kuendelea kupambania maisha yao, kupambania ndoto zao, ili mradi mambo ya msingi katika maisha yaweze kuwezekana. Kwani tunasema tupo kwa kuendelea kuishi kwa sababu ya riziki ambazo Mwenyezi Mungu anatujalia. Kwa hivyo kama kunapatikana changamoto ambayo inahusiana na mambo ya riziki, inakuwa ni mtihani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awafungulie majambo yao. Kwa ndugu zetu ambao wapo katika safari za aina mbalimbali, ambao wanasafiri pia tunaombea Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, na wale ndugu zetu ambao wao bado wanahangaikia mambo ya riziki, basi Mwenyezi Mungu awajalie. Sasa leo nitakuelekezeni namna ya kuweza kutengeneza ndagu ya kutumia chungu, yani pesa ya kimizimu. Pesa ya kimizimu, namna gani ambavyo unaweza ukajitengenezea mwenyewe kwa uliko, na inachukua mwezi mmoja. Inachukua mwezi mmoja. Niweze kutoa tahadhari na masharti yake pale unapoitengeneza. Maana yake siku ya mwanzo unapokuwa unaisimika katika eneo ambalo unahitajia katika nyumba yako, maana yake hutakiwi kushiriki tendo la ndoa. Na siku ya 30 maana yake ni ndagu ya mwezi mzima. Kwa siku ya 30 pia unapoelekea kuweza kufungua chungu chako, hutakiwi kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia ndagu hii inahusianisha kwamba pale endapo unapokuwa umeshaikamilisha, ni lazima uweze kutafuta kuku mwekundu kwa lengo la kumchinja, na ukishamchinja kuku huyo, basi utapaka damu kwenye iko chungu, kwa maana ya pembe 4, kufungua milango 4 ya kuweza kuingiza pesa hiyo. Na niseme tu kwamba wengi watajiuliza kwamba sasa hii pesa inaingiaje na inapatikana vipi? Tumeshazungumza sana kuhusiana na mali za majini. Tumezungumza sana kuhusiana na mali zinazohusiana na mizimu. Sio sisi binadamu tu ambao tunamiliki mali, lakini wapo majini wakubwa sana ambao wanamiliki mali. Ipo mizimu ambayo inaweza kumwezesha wale wanaomtaka katika familia ama katika ukoo, kupitia ushirikiano wao na majini, na wakaweza kumpatia mali bila mashaka aina yoyote. Kwa hivyo havina mashaka, na wao wanaweza kuchukua mali zao na wakaweza kuzibadilisha katika pesa halali ya nchi ambayo inapatikana mtu husika ambaye anakusudia kutaka kufanya ndagu hii, na ikaweza kusuhi. Kwa hiyo muweze kunifuatilia kwa utaratibu mzuri. Hapa kuna vifaa vichache ambavyo nimeweza kuviandaa. Huu ni usinga. Huu ni usinga, na wengi mnafahamu usinga. Alafu pia nina chungu. Nina kikapu hichi cha asili ambacho ndani yake mnaona kina dawa, na huo mti ni mti wa mkuyu. Sawa? Bado tunaendelea taratibu. Kuna chungu cha mizimu, kuna kikapu cha mizimu. Basi hiki ni chungu, na humu kuna pete ambazo zimetengenezwa kwa utaratibu maalum, ambazo hizi ni pete za majini ambazo zimeweza kukubaliana na utaratibu wa kimizimu. Sawa? Ndani ya chungu humu kuna pesa. Unaona hizi ni pesa, hizi ni fedha. Alafu huu ni ubani.
huu ni ubani, lakini humu kuna mchanganyiko ubani maka, ubani hindi na kuna ubani za aina kama 7 hivi ziko humu ndani. Sawa, kuna aina ya ubani kama 7 hizi. Na wewe unaweza ukajichanganyia ubani unaotaka, lakini hakikisha kwamba lazima ubani hindi uweze kupata. Sawa, hapa nimeeleweka vizuri. Sasa huu ubani, si unaona mimi sitautoa huu ubani. Kwa hiyo mahitaji nafikiri yameweza kueleweka hapa. Kinatakiwa kipatikane chungu cha asili kama kinavyoweza kuonekana katika utaratibu huu, na humu ndani ni kama kadhalika nimeeleza kwamba mahitaji yake ni ubani, na ubani huu ambao utachanganya ubani maka, ubani zukra, ubani zikri. Lakini sasa hakikisha kwamba ubani marashi, hakikisha usikose ubani hindi. Sawa, huo ndio wa muhimu kabisa. Sawa. Taratibu nyingine hizi ni pete. Tunafungua pete ambazo zimepitia katika utaratibu mkubwa. Zimepitia katika utaratibu mkubwa wa kimajini. Sawa, wa kimajini. Sasa tutafanyeje? Tunatafuta shanga, wengi wanazijua shanga. Hizi ni shanga. Kuna shanga kuna ushanga mwekundu. Huu hapa na utanguliza ndani ya kichungu kama mnavyoona. Kadhalika hapa na waelekeza namna ya kutengeneza ndagu ya kuweza kukupatia pesa za kimizimu kwa makubaliano ya mizimu na majini. Unaona, huu ni ushanga mweupe ambao unauweka. Wengi huwa mnakwenda kwa wataalamu kwa lengo la kutengenezewa utajiri wa aina tofauti tofauti, lakini wataalamu wao hawawaelezi wala hawafundishi hata namna ya kutengeneza hizo azima. Unakuta azima umeshapewa tu, azima hiyo unakuwa umepewa tu, lakini ujue namna ilivyotengenezwa. Sawa, basi umeona hii pete, hii ni pete ya fedha. Hii ni pete ya fedha, kadogo ka silver ka pete ya fedha, lakini hii ni pete ya fedha ya jini Salha. Kwa hiyo hii naingiza humu ndani. Nikishaingiza humu ndani hiyo, manaki sasa natafuta pete ya mzimu. Unaona, natafuta pete ambayo imekubaliwa na mizimu, ni hii, na yenyewe pia naweka humu ndani. Sawa, nimeeleweka vizuri ndugu zangu hapo? Nimeeleweka vizuri hapo? Kwa hiyo hivyo tayari vimeshakwenda vitu kadha. Kwa kuwa vimeshakwenda vitu kadha, manake sasa kama nilivyosema mahitaji mengine ni pesa. Mahitaji mengine ni pesa. Kwa hiyo mimi nitachukua pesa ya nchi yangu ambayo ni hii shilingi, noti ya shilingi 10,000. Lakini katika noti ya shilingi 10,000, katika yule kuku ambaye nimeeleza utamchinja, basi hakikisha ile damu ya kuku utaandika kiasi cha pesa unachohitajia juu ya noti hii. Ukishakuwa umeandika, basi utaweka namna hii. Utaweka namna hii kama nilivyoweka. Alafu damu nyingine manake utachora mstari mmoja huku, utachora mstari mwingine huku, na nyuma huku utachora mstari miwili, kwa maana ya kufungua milango yote minne. Nimeeleweka vizuri hapo? Alafu baada ya kumaliza taratibu hizo, manake sasa nitaweka dawa ya mti wa mkuyu. Haya ni magome ya mti wa mkuyu. Sawa, naweka magome ya mti wa mkuyu. Sawa, ambayo yamepatikana katika vipande vidogo vidogo sana. Sawa, sasa kwa taratibu hiyo tukishakuwa tumepaka na ile damu, manake yule kuku baada ya kuwa umekwisha kumchinja, manake hakikisha kwamba yule kuku utamla mwenyewe. Kuku yule mzima utamla peke yako, usivunje mfupa hata mmoja. Baada ya hapo kusanya mifupa yako hiyo, basi ima kaitupe jalalani ama katafute barabara ambayo imenyooka, basi uweze kuitupa hiyo mifupa. Sasa tukishakuwa tumemaliza utaratibu huo, manake sasa tutafanya namna gani? Tutakifunika chungu chetu kwa kutumia kitambaa chekundu. Unaona, tutakifunika chungu chetu kwa kutumia kitambaa chekundu kama ninavyoonyesha hapa. Lakini hapa mmeona mimi nimetumia kitambaa kikubwa, lakini tutachukua kitambaa cha size kwa lengo la kuziba sehemu ya uwazi. Alafu utatumia kamba kuweza kufunga
utatumia kamba kuweza kufunga. Sana si tunakuwa tunatumia kamba ya mti mmoja unaitwa mwangaza, mti mwangaza. Huwa inapatikana kwenye milima na inakuwa inawaka sana, inakuwa ni ya rangi nyeupe. Hiyo miti ni miti ambayo inatumika kusafisha nyota na kunyosha njia za mtu. Sawa? Sasa baada ya kuwa tumemaliza taratibu hizi, tumeshamaliza hapa taratibu, manake tunasema hiki chungu kimekamilika. Sasa kama chungu kimekamilika, ina maana mimi nitachukua usinga wangu, kama hivi ninavyofanya, ina maana na upiga mara 7 katika chungu changu kwa lengo la kuweza kuruhusu mizimu sasa iweze kufanya hiyo kazi ambayo mimi nakusudia. Sawa, nikiwa nimemaliza, manake hiki chungu changu kimeweza kukamilika. Sasa mahitaji ni kwa ajili ya kuhifadhi sehemu ambayo ina usalama. Hata kama una chumba kimoja, usihofu, unaweza ukafanya ndagu hii. Na mazingatio makubwa unaweza ukaniuliza bila mashaka nikakuelekeza vizuri, kwa sababu kuna watu wengine wanahitajia vitu kama hivi lakini nyota zao zinakuwa zina mashaka, pengine wana vifungo fulani, pengine wana uchawi ndani ya miili yao. Kwa hiyo ni vyema kabla ya kuweza kuanza zoezi hili ukaweza kunishirikisha, nikakupatia japo ushauri, lakini nimeweza kueleza na kuweka wazi bayana. Sijaficha kitu chochote, nimeelekeza mwanzo mpaka mwisho utaratibu ambavyo unatakiwa wewe uweze kujitengenezea mwenyewe na uweze kupata manufaa yako mwenyewe. Lakini chungu hii ama ndagu hii ina uwezo ina uwezekano mkubwa wa kuweza kuleta milioni 5, ndio kima cha chini kwa mtu, na ile inakwenda utaweza kutoa pesa kwa awamu awamu 3. Utatoa awamu ya kwanza hiyo milioni 5, utafunga iko chungu, tena utatoa mara pili, utakuja kutoa mara ya 3, mara ya 4 inatakiwa uje nacho kwangu. Baada ya hapo tutafungua chungu hicho. Baada ya kufungua chungu hicho, ina maana ile pesa tutaigawa nusu. Utachukua 2,250,000 na mimi nitachukua 2,250,000. Baada ya hapo nakupa baraka zangu na kukabidhi moja kwa moja. Maana yake sasa utaweza wewe mpaka kulisisha watoto wako. Maana yake inakubali watu wa damu yako, haiwezi kukubali kwa watu wengine. Nimeeleweka vizuri kabisa nafikiri, kwa sababu nimeeleza kwa uwazi mkubwa kwa lengo na dhumuni watu muweze kupata manufaa zaidi. Na unapokuwa unatengeneza ndagu kama hii, unahitajika kuwa na kinga ya kutosha. Sawa, uwe na kinga ya kutosha. Basi ndugu zangu, tuko pamoja. Msichoke kuendelea kusubscribe channel yangu Maalim Abdul Karim. Tuendelee kupeana faida kubwa, kwani bado tupo na changamoto kubwa za kimaisha kuweza kutatua matatizo mbalimbali ya kiuchumi. Ima kama unasibiwa na maradhi, kama unasibiwa na vifungo vya aina yote, kama unahitaji ushauri wa kitiba, usichoke, unaweza ukaniona nikaweza kukusikiliza, nikaweza kushauri. Na huduma zetu sisi tunafikisha kokote kule kuizunguka dunia bila mashaka, na unaweza ukatupata kwa namba zetu hizo ambazo zinapita hapo katika screen yako na ukaweza kupata ushauri. Ndugu zangu, niweze kuwatakia kila la kheri. Mwenyezi Mungu awafungulie majambo yenu inshallah.